Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa Ipinda Online TV. Karibu katika makala fupi ya kumbukizi ya maisha ya mpendwa wetu hayati Joseph John Pombe Magufuli. Yako mambo mengi sana ambayo tunaweza tukayaeleza ambayo aliweza kuyafanya enzi za uhai wake, lakini kwa leo ni machache tu nimeweza kukuandalia. Fuatana nami ili uweze kujulishwa mambo haya yote. Tukianza na suala la miundombinu, yaani barabara, reli na ndege. Ujenzi wa barabara nyingi za lami nchi nzima, lakini pia hayati aliweza kuanzisha miradi mikubwa ya reli, mfano standard gauge rail SGR kutoka Dar es Salaam hadi mikoa ya jirani. Lakini pia alifanya upanuzi mkubwa wa viwanja vya ndege kama Julius Nyerere International Airport. Lakini pia aliweza kufanya ununuzi wa ndege kupitia Air Tanzania ATCL na shirika la ndege liliweza kufufuliwa. Aliweza kuanzisha mradi wa bwawa la umeme la Julius Nyerere Hydropower Project. Lakini pia aliweza kuongeza upatikanaji wa umeme vijijini kupitia REA. Watu wanalipia tu shilingi 27,000, hela ndogo sana, na mwisho wa siku wanaweza kuunganishiwa umeme. Lakini pia aliweza kupunguza gharama za umeme kwa baadhi ya watumiaji. Tunamkumbuka kwa hilo katika eneo la umeme na nishati. Lakini pia sekta ya afya, aliweza kufanya ujenzi wa hospitali mpya za wilaya na vituo vya afya. Lakini pia aliweza kuboresha huduma za tiba, nikimaanisha kwamba vifaa pamoja na dawa. Lakini pia Mheshimiwa Magufuli aliweza kupunguza gharama za matibabu katika baadhi ya huduma ili kuwawezesha Watanzania kuweza kuhudumiwa pasipokuwa na changamoto yoyote. Lakini pia aliweza kufanikiwa katika ujenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda na taifa, mfano Mloganzila. Haya ni mafanikio makubwa sana katika sekta ya afya. Tukiendelea kuangazia mbele, tunaona swala la elimu. Sekta ya elimu aliweza kufanikiwa sana kwa sababu sera ya elimu bila ada kuanzia shule ya msingi hadi sekondari iliweza kuwakwamua wazazi, walezi, watu kutoka mikoa, kabila mbalimbali. Kila mmoja aliweza kuonyesha kufurahishwa na tukio hili kwa sababu iliweza kuwapunguzia wazazi ama walezi gharama za kuwasomesha watoto, huku sasa focus yao kubwa ikiwa imebaki kwenye malezi ama katika kuwalea watoto wao vizuri. Lakini pia aliweza kuhakikisha ujenzi wa madarasa na shule mpya ili kupunguza msongamano. Hapa tumeona ujenzi wa shule nyingi, lakini pia walimu waliweza kupata ajira zaidi, licha ya kwamba ajira bado zimekuwa zikihitajika mpaka sasa. Tukiangazia kipengele namba 5, tunakutana na uchumi na mapato ya serikali. Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli aliweza kuongeza makusanyo ya kodi kupitia TRA, yani Tanzania Revenue Authority. Mapato yaliweza kuongezeka kupita kawaida. Aliweza kupambana na wakwepaji kodi na wale watu mafisadi. Lakini pia aliweza serikali yake iliweza kuanzisha miradi mingi kwa fedha za ndani. Miradi mingi haikutegemea utegemezi wa mikopo ya nje ya nchi. Katika kipengele cha uchumi anakumbukwa sana kwa mambo kama haya, na amekuwa ni mfano bora wa kuigwa, na amekuwa akiimbwa usiku na mchana kwamba angekuwepo, lakini huyu kwetu ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu alitupa, na sisi tunasema Mwenyezi Mungu ametoa na Mwenyezi Mungu ametoa, jina lake libarikiwe. Tukiangazia namba 6, tunaona mapambano dhidi ya ufisadi. Aliweza kuwafukuza wafanyakazi ama niseme watumishi hewa wengi, ghost workers walikuwa ni wengi mno. Lakini pia aliweza kuchukua hatua kali dhidi ya matumizi mabaya ya fedha za umma. Alikuwa kusubirishi kesho, mahali pale pale anakulima, anakwambia bwana, shughuli imeishia hapa. Kama ulikuwa ni mkurugenzi, ulikuwa ni DC, ulikuwa ni nani, shughuli yako inaishia pale. Alikuwa cheki na mbadhirifu, mtu yoyote ambaye alikuwa na matumizi mabaya ya fedha za umma. Lakini kubwa pia, aliweza kuwabana wafanyabiashara na makampuni makubwa kulipa kodi stahiki, kwa sababu
hamna kitu kizuri kama watu kulipa kodi. Kodi ndizo ambazo zinaendesha nchi. Kwa aliwabana, lakini mwisho wa siku zile kodi zilitusaidia kama Watanzania kupiga hatua na kuweza kufanya miradi mingi kupitia fedha zetu za ndani. Tukiangazia nambari 7, tunaona viwanda na ajira. Aliweza kusukuma sera ya uchumi wa viwanda, alisapoti viwanda vidogo, aliwatia moyo pale unapokuwa umeanza na kiwanda kadogo, anasema hivyo ni viwanda. Wengi walikuwa wanacheka, nikiwa nimemiliki vitu kadhaa na mimi ni kiwanda, lakini yeye alihimiza viwanda, na ndio maana mpango mkubwa wa masuala ya nishati na umeme, haya mambo yalikaa vizuri sana, kwa sababu umeme unahitajika sana viwandani. Kwa pasipo kuweka sawa masuala ya umeme ni ngumu sana kuzungumza masuala ya viwanda, ama pasipo kuweka sawa masuala ya barabara, miundombinu, masuala ya usafirishaji, inakuwa ni ngumu sana viwanda kufanikiwa. Kwa aliweza kukuza viwanda vya ndani ikiwemo simenti, chuma na nguo, lakini pia aliweza kuvutia uwekezaji wa viwanda nchini. Tukiangazia nambari 8, tunaona madini na rasilimali. Hapa palikuwa na jambo kubwa sana, na anakumbukwa aliweza kuanzisha sheria mpya za madini kuongeza faida kwa taifa. Lakini pia mgogoro wa makampuni ambao unakumbukwa sana, mfano kampuni ya Acacia Mining uliosababisha makubaliano mapya ya faida. Hapa ndipo Watanzania wengi waliuona moyo wa mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli, kwa sababu alizungumza kwa uchungu sana. Na ilikuwa ni kitu kikubwa sana ambacho alikifanya kwa taifa la Tanzania, nakumbukwa kwa hilo. Lakini pia aliweza kuanzisha masoko ya madini kuweza kusaidia wachimbaji wadogo wadogo, na aliweza pia kuwahimiza hata wachungaji kuweza kujiingiza katika biashara za madini, kwa sababu aliamini kwamba kama wawekezaji watakuwa ni Watanzania wenyewe, basi uchumi wetu utakuwa sana, kwa sababu fedha yetu itakuwa inazunguka humu. Lakini pia Watanzania watakuwa wamejikwamua na swala zima la umaskini. Na sehemu ya 9 tunaangalia bandari na biashara. Mheshimiwa aliweza kuboresha huduma za bandari ya Dar es Salaam, lakini pia aliweza kupunguza muda wa mizigo bandarini. Alilipigia sana hili kelele, lakini aliweza kuongeza mapato ya bandari. Na mwisho wa siku tunaenda kuangazia namba 10, ambapo tunaona nidhamu ya kazi serikalini. Aliweza kusisitiza sana uwajibikaji kwa watumishi wa umma. Alipunguza safari ambazo zilikuwa hazina ulazima nje ya nchi. Unakuta kiongozi mmoja na safiri na msururu wa watu wanamfuata, ukiangalia wote ni serikali ilikuwa inahusika. Yaani unakusanya kodi kwa wingi, lakini matumizi pia yanakuwa ni mengi, kitu ambacho kinaenda bado kuididimiza serikali na watu wake. Aliweza kudhibiti sana safari ambazo zilikuwa hazina ulazima, na alipunguza pia idadi ya watu kutoka nje kwa kutumia fedha ya serikali. Na kauli yake kuwa alikuwa anasema hapa ni kazi tu. Na bahati nzuri katika hotuba katika kumbukizi siku ya leo, Dr. Mpango amezungumza kitu kikubwa sana. Amesema alipofanikiwa kukusanya mapato mengi, alafu Dr. Mpango akaona kuna mwanya wa safari za nje, watu walikuwa wakisafiri sana, alipolipeleka kwa mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli, John Pombe Magufuli aliweza kumwambia, sasa bwana, umeona nilichofanya, na ukafanye hivyo hivyo. Fieka haya mambo, punguza kabisa, kwa sababu kama umeweza kukusanya pato kubwa la taifa kiasi hiki, inawezekanaje usidhibiti matumizi yake? Kwa tunamkumbuka John Pombe Magufuli kwa ajili ya mambo kama hayo. Amekuwa ni icon, amekuwa ni taswira bora kabisa kwa upande wa Afrika Mashariki, Afrika na Tanzania na ulimwenguni kwa ujumla. Lakini pia tunaangalia kipengele cha kilimo. Aliweza kusukuma kilimo cha kisasa, aliweza pia kuimarisha masoko ya mazao, aliweza pia kupunguza baadhi ya tozo kwa wakulima. Na hapa wajasiriamali wengi watamkumbuka kwa sababu walianzisha hata vile vya kulipia shilingi, nafikiri kama sikosei 15,000, 10,000, 15,000 kitambulisho cha ujasiriamali. Mtu yote ambaye mtaji wake upo chini ya milioni 1 sikosei, au milioni 2 waliweza kupatiwa, na hivi vitu viwasaidia mamachinga, mamalishe, mamantilie, kila mtu mwenye mtaji mdogo kuweza kuona umuhimu wa kulipa kodi ya taifa, kuchangia kulipa kwa sababu ya shughuli ambazo wanafanya. Lakini pia tukiangazia kitu kikubwa sana ambacho mheshimiwa John Pombe Magufuli atakumbukwa
ni kipindi cha COVID-19. Huyu mheshimiwa atakumbukwa kwa sababu ya imani yake kubwa. Alichokuwa amekifanya kiliweza kuimarisha na kuwaponya, ama niseme kuimarisha Watanzania wengi. Alikuwa ni mfano mkubwa wa kuigwa kwa sababu alisema tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu, lakini alikuja na mbinu moja ya kujifukiza. Alichukua msimamo tofauti na nchi nyingi duniani kuhusu COVID-19. Alisisitiza matumizi ya tiba za asili, maombi na tahadhari za kawaida, na mwisho wa siku hatua zake zilijadiliwa sana kimataifa na zilipata sifa na pia ukosoaji. Watu wengi waliweza kuyashinda yale matatizo kwa sababu walipewa ufahamu, walipewa elimu jinsi gani ya kukabiliana na tatizo la COVID-19 kwa njia zile za kiasili za kujifukiza, na baadaye bado watu waliendelea kumwomba Mwenyezi Mungu na Mungu aliweza kutuvusha katika lile janga. Anakumbukwa kwa kuwaondolea wananchi hofu. Mwaka 2015 Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli aliweza kuchaguliwa kuwa rais wa Tanzania, na mwaka 2020 aliweza kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili, lakini mwaka 2021 Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi akafariki akiwa madarakani. Hitimisho letu tunamaliza kwa kusema kwamba Magufuli alijulikana kwa uamuzi wa haraka, nidhamu kali ya utendaji, lakini pia msukumo mkubwa wa maendeleo ya miundombinu na ukusanyaji wa mapato. Alikosolewa na wapinzani wake wengi ambao hawakupenda maendeleo na kusimama kwa mataifa ya Afrika, lakini wale ambao waliweza kumwelewa walikuwa wakiweza kuunga mkono juhudi zake, jitihada zake kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa mbele katika maendeleo. Alikuwa akisema kwamba hizo flyover mnazoenda kutazama huko kwa wazungu kunataka zionekane hapa. Yale mnayoyaona huko yanafanyika kwenye nchi za wenzetu nataka yaje hapa. Zile ndege ambazo wanapanda huko nataka Watanzania wapande ndege. Tutamkumbuka kwa sababu alitufundisha kujitegemea kupitia kodi zetu, alitufundisha kulipa kodi, alitufundisha kuwa waadilifu kwa mali za umma, na ndio maana hakuweza kumvumilia mtu yeyote ambaye alikuwa ni mbadhirifu wa mali za umma ama fedha za umma. Magufuli atakumbukwa kwa mambo mengi sana. Haya ni machache tu ya yale ambayo nimekuandalia, ndugu mpenzi mtazamaji.